Magoma, kwanza tuanze bana. Wewe ni mwanachama mkongwe wa klabu ya Yanga. Lakini tunaona kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu ndani ya klabu ya Yanga, sisikii makeke yako kabisa. Sioni ule ufronti wako wewe kwenda mbele kama mwanachama kindakindaki, tofauti pengine na wanachama wengine na wadau wengine na watu wale wafia timu. Wewe ni mmoja kati ya wafia timu, lakini sioni kile kiherere chako kipashau kwenye Yanga yako. Pengine tunaona watu wanachukua fomu mpaka wakati ukaisha, sija kuona huko. Kuna nafasi hata za ujumbe, kuna nafasi za uongozi wa juu, na umekuwa unang'aka sana kuhusu Young Africans inapofanya vibaya, unapoona imeguswa vibaya ama imechokonolewa pabaya, wewe umekuwa ni mkali sana Magoma. Lakini uko kimya, sioni kabisa kipashau chako. Kwa nini upo kimya? Kwanza tuanzie hapa. Na wakati huo sasa maiki yetu hii usiogope usiogope kwa nayo huru basi labda tuje sehemu moja ambayo wengi kwa wanachama au nyinyi vijana wangu ndio na hamjanielewa vizuri kuhusiana na swala hili. Mimi mara nyingi sana huwa ni mlinzi wa katiba. Wewe ni mlinzi wa katiba? Unaelewa Kwenye katiba inaposilibwa nini mimi tutaniona. Ndio. Lakini taharuki ya kusema kwamba niwe kiongozi ndani ya Yanga hilo bado sijaliweka. Kwa nini sasa? Na wewe unaipenda Yanga? Sijaliweka kwa sababu kwamba naangalia niko katika wakati gani. Unaelewa? Ndio. Kwamba unaweza ukaenda pale kwenda kuchukua fomu ukapata aibu. Unaweza kwenda kuchukua fomu na ukapata aibu. Na kwa nini upate aibu wakati wewe ni mwanachama? Hai, kadi si unayo? Kadi nayo. Kwa nini upate aibu wakati wewe ni mwanachama na hakuna mwana Yanga ambaye hakujui? Mwana Yanga watu wanamjua. Sawa bwana? Ndio. Lakini karibia watu wengi sasa hivi katika maslahi zaidi. Na nguvu ya kimaslahi mimi sina. Umeelewa? Ndio. Sasa siwezi kutia miguu sehemu ambayo anaosimama engineer. Kwa nini? Kwani mna uadui kati yako na engineer? Hapana. Yeye ana nguvu ya kifedha. Wewe huna nguvu ya kiuchumi. Kwani pale mnashindana kwa ajili ya uchumi ama mpo kwa ajili ya Young Africans, ambao kuna wakati unaweza kuwa na fedha na usisaidie club lakini ukawa na maarifa na watu wakakupenda. Tumeona baadhi ya vilabu vimewahi kupita na viongozi hohe hahe kabisa, hawana kitu chochote. Mfano Simba Sports Club imewahi kuendeshwa na mwenyekiti Mwina Saif Kaduguda. Hana chochote, hapechi ya lolo na watu wanampenda. Na tukitoa unafiki, tunapotaja viongozi wanaokumbukwa na kupendwa pale Simba Sports ni pamoja na Mwina Saif Kaduguda, Simba wa Yuda. Yeye mbona hakuwa na fedha na aliweza? Wewe kwani unaogopa Kaduguda? Nani mzee Magoma? Unajua mifumo ya katiba ya Simba ndio inamruhusu kila mtu agombee. Mifumo ya katiba ya Yanga ndio haimruhusu kila mtu agombee. Naweza nikawa mwanachama wa Yanga ndio, lakini nikawa naishia Tawini. Katika kundi la watu watano wale unatakiwa kuwakilisha katika mkutano. Ndio. Sipo. Chelewa? Ndio. Kutokuwepo kwangu mimi katika kundi la watu watano ndio ni athari kubwa kwa Yanga. Kwa sababu haitoi nafasi kwa watu wote. Okay. Ina maana kijiji cha ujamaa kiko hapa kimetengenezwa kwa watu watano. Hawa ndio wenye haki ya kupiga kura. Sawa bwana? Hawa ndio wenye haki ya kuchagua. Ndio. Hawa wenye haki ya kuingia katika mikutano yote. Okay. Wengine wanakuwa hawana haki. Wanaminywa. 95 wanakuwa ni wanachama lakini tunapojiita kwamba ni wanachama. Lakini sio wanachama. Sawa? Ndio. Yaani sisi sio wanachama wa Yanga. Ushatolewa. Kwa mpo kama boshen tu. Boshen. Maana yake kwa wanachama ni wanachama sababu kadi mnazo. Unazo kadi. Ila mnakuwa ni kama boshen kivuli. Haki yako ya msingi nini? Ni kushiriki kwemo kuchagua. Kuchagua. Ndio. Kuchaguliwa. Sasa hizo haki zote zimekamatwa na mtu mmoja. Wewe utakuwa na haki gani ndani ya Yanga? Kwa hiyo wewe sio mwanachama mfwa. Mwanachama wasio hai. Wasio hai. Yaani wewe kutokuwa hai kwako wewe huwezi kuiathiri Yanga, huwezi kuzungumza kitu chochote mbele ya Yanga. Wenye nguvu zaidi ni hawa watano. Hapa wa miwili. Sawa? Hawa wataalisha katiba hii. Ndio. Gari. Pamoja na Engineer Alice. Hapa ndio walipowini wale. Lakini umepata taarifa kwamba uchaguzi upo na ulishuhudia, umesikia kama sio kuona, na umesikia hata kamati ambayo pengine ina uandaa uchaguzi huo. Tuanzie hapo kwanza.
ile kamati unaifahamu, na kama unaifahamu una imani nayo, unaizungumzieje? Manake wenyewe wamedhamiria sasa hivi Young Africa kufanya uchaguzi wao mwingine wa kishindo, kuchagua viongozi wao watakaoiongoza club kwa mafanikio zaidi ya yaliyopo sasa. Na wakasema hata kamati ambayo itasimamia uchaguzi huo ni moja kati ya kamati kabambe kabisa ambazo hazina mbambamba, zimenyoka namna hii kama rura. Wewe kamati vipi kwa upande wako? Una imani nayo na umeisikia, unaijua, una baraka nayo? Mimi nimesikia na najua, si Mchungayala? Ndio, Mchungayala. Sawa. Kijana wetu. Lakini sina mamlaka ya kusema kwamba ni mzuri au ni mbaya. Ndio. Ile imani sasa. Pale tayari hapa. Kama hautokuwa na imani na hao waliotalisha hii katiba, ndio utakuwa na imani na yule msimamizi wa uchaguzi. Kwa hiyo automatically utakosa imani naye. Utakosa imani naye. Lakini nini nifanye? Yale ushakuba mkono. Una tena uweze kufurukuta. Una mamlaka kumwambia wewe ufai toka. Una. Unaelewa? Wenye mamlaka hayo ni hawa watano. Yaani kila kitu pale Yanga Afrika sasa hivi kimeuziwa na hawa watu watano. Na wamefanya hivi kwa maana yao. Kwamba wakiwa na jambo lao, wakitaka kulipitisha, ndio lisipite bila ya kupingwa. Lipite bila kupingwa. Kwa sababu wana nguvu ya kifedha, wana uwezo wa kununua wale wanachama kwa shilingi 20 wote. Sawa? Wakapitisha lao wanaolitaka. Umeona hiyo? Ndio. Lakini mkiwa wengi utawanunua wangapi? Wezi ushelewa? Ndio. Unamkuta mtu katoka mkoani tukafika pale, akitizama tu mwenendo unapokwenda atakuuliza swali. Na wewe utaki kuulizwa swali. Ndio. No. Magoma, sisi tuko na wewe, lakini sisi Dijo tunapewa nguvu kubwa na mtumishi wa Mungu kuhani na Mwalimu Musa Richard Mwacha kabisa, ambapo siku ya tarehe 31 Ijumaa tunamkumbusha huyu anayetusikiliza sasa hivi habari ya mjini. Ndio. Ni mkesha mkubwa kabisa, mkesha wa chuma hunoa chuma, vyuma vinakwenda kunolewa. Magoma bana, chuma hunolewa na chuma, chuma hunolewa na chuma. Kwa hiyo kuhani Musa bana anatualika watu wote kwenye mkesha siku ya Ijumaa tarehe 31 mwisho wa mwezi, kwenye mkesha wa chuma unoa chuma. Utaanza saa 12 jioni mpaka pale utakapohitimishwa. Surprise ni nyingi sana. Na Kerubi kuhani Musa amejipanga na kila kitu kiko sawa sawa.